Habari za asubuhi, kama bado ni asubuhi. Bado ni asubuhi. Yeah. Habari za asubuhi. Salama. Jina langu ni Angela Kilusungu. Natumai mnanipata. Kama hamnipati naombeni mniambie. Sawa. Haya. Jina langu ni Angela Kilusungu na mimi ni meneja miradi kutoka taasisi ya Culture and Development East Africa. Kwa kifupi tunaitwa SIDEA. Niko hapa kwa mwamvuli wa vijana at work kama mratibu msaidizi wa ndani ya SIDEA, lakini mradi huu wa vijana at work ni wa ushirikiano baina ya Goethe Institute ambao ni watekelezaji wenza kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya. Tulipata wapi jina la vijana at work? Kama mnaona kwenye nembo mtakavyoizingatia, neno vijana liko kwa herufi kubwa, halafu kuna art ambayo inaenda kwa neno la sanaa, na kauli mbiu yake inasema kijana mbunifu kwa mshikamano wa kijamii. Tuliona tuzingatie zaidi masuala ya sekta ya sanaa na ubunifu katika kutambua thamani ya sanaa katika jamii na mabadiliko ambayo vijana wanaofanya sanaa hizi bunifu zinazoweza kugusa na kufikia malengo ama mabadiliko katika jamii. Kuhusu mradi wa vijana at work, ni mradi ambao ulipitia mchakato mrefu kidogo. Tunajua sisi ni mashirika yasiyo ya kiserikali, hivyo tulitoa wito wa kutoa ruzuku kwa taasisi mbalimbali ambazo zinaweza kuomba, na tulikuwa tunaangalia mambo makuu matatu. La kwanza lilikuwa ni vijana wanaofanya sanaa ama watakaotegemea kutumia sanaa katika kuleta jumbe mbalimbali katika jamii. Ya pili, watoke kwenye kata zinazohusika. Kama mmemsikia Upendo anasema tuko kwenye wilaya yetu tunaenda mpaka kwenye kata. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea watu ambao tutawapatia ruzuku na kufanya nao mradi huu wa vijana at work waweze kuonesha ni jinsi gani wataenda mashinani huko kushirikiana na tawala za serikali za mitaa ili kuweza kutumia sanaa kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Cha tatu ilikuwa tunaangalia wanaangukia kwenye sehemu gani ya wigo wa nyanja za kijamii. Masuala ya jinsia, usawa wa kijinsia, lakini B, uhuru wa kujieleza kama wasanii, kuna nafasi yake katika vijana at work, na tatu, mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo yoyote ambaye aliweza kuandika kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, uhuru wa kujieleza pamoja na masuala ya jinsia alikuwa amejiweka katika nafasi nzuri ya kupata. Mchakato ulipitia taasisi zilizoomba ruzuku 55, lakini tuliweza kufaidisha taasisi 10 tu, ambayo ASEDEVA walikuwa ni mojawapo kwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam tumepata taasisi 2. ASEDEVA inatumia theater, na theater ni sanaa ambayo ilionekana kuwa imesahaulika kidogo, ila kwa sasa hivi kila mtu anaitumia katika kufikisha ujumbe, kwa sababu unabeba ujumbe halisi, watu halisi wakiwa na watu moja kwa moja katika kuaddress changamoto ama vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii. Mradi huu wa vijana at work unafanyika katika kanda 7 Tanzania nzima. Sitataja mashirika mengine, leo tuko ASEDEVA wakiwa pamoja na mradi wa Jinsia K ambao unalenga kutoa usawa wa kijinsia katika wilaya ya Kinondoni. Hivyo kwa machache haya napenda niite wito kwa jamii kuweza kushiriki kikamilifu maeneo ya wilaya ya Kinondoni ambapo ASEDEVA na Jinsia K itapita, watu waweze kushiriki, kwa sababu tunategemea ushiriki wa kikamilifu wa jamii pamoja na tawala za serikali za mitaa kuweza kuleta suluhu ya changamoto ambazo zipo. Kwa changamoto iliyoonekana ya awali ya kutokuwa na uwiano wa ujinsia, basi tuweze kupata suluhu katika majadiliano ambayo tunasema community dialogue, ili tuweze kujenga wilaya bora ya Kinondoni kwa kupitia mradi wa Jinsia K. Sina mengi, nipende kuwapongeza tu ASEDEVA kwa kuomba na kupata mradi wa vijana at work. Asante. So, nashukuru. Kwa sasa hivi naomba ni mruhusu sasa, nadhani bosi utamalizia wewe. Niwaruhusu